Karibuni sana kwenye Startup School TZ. Kama tulivyosema, aim yetu kubwa ni kuleta some of the most talented, amazing young startup founders wa Kitanzania kwa ajili ya kushare the experience with young guys ambao now they aspired to become founders. The idea is literally just to share experience and help you guys on your journeys to become entrepreneurs. So leo niko na Alban James. I know Alban yani since back then, yani mzee wa Apex Media, that was his first company when we were very young. This is like 9 or 10 years ago, and then we co-founded Sahara Sparks when it was just starting, when it was an infant stage, and now Albani anasukuma Food Sasa. Jana nimepata chakula kutoka kwa Shishi. The food was amazing, it comes in time, then tunaona kabisa kwamba kweli Food Sasa kweli inafanya kazi. Maana nilikuwa na test hii prototype au kweli mzigo uko fresh. Umeona bwana. Yeah, so our discussion with Alban today will purely focusing on sales and marketing for startup companies. And without wasting time, we can jump into it. Kaka, kama unaongea na kijana mdogo kabisa ambaye sasa hizi ndo anaanza na idea yake ya kwanza nini, alafu anataka kupush sales and marketing, product yake iweze kuuza, unamshauri kitu gani? Kitu kimoja tu. Nashukuru sana Jumanne. Users. Yes, users. I've seen a couple of people ambao wana create startups, yeah, from their own ideologies. Anajaribu sana kujibu shida zake yeye. Kwa hiyo kama kwanza you are the first, I mean let's say the first time you are creating a product, kitu cha kwanza you need to do is find users even before kwanza from the idea stage. First to validate your idea kama it even makes sense. Unakuta ni wewe na bibi yako ndio hizo shida tu. Okay. Yes, so if we ask about TAM unakuwa una numbers zote. Na pia every stage, kwa hiyo mimi I'll focus on the end users. That's the first thing before you push anything, before you create any marketing or sales strategy. You need to either identify or know your users deeply, even with metrics kwamba namba ngapi na nini vitu kama hizo. Okay. And again tukirudi kwenye kampuni zako za mwanzo kabisa, kwenye Apex Media, what would you say was your biggest success and what would you say was your biggest failure and what are the lessons you learned in terms of sales and marketing? Yeah, so success is we got to build the company so fast, so quickly, and we got to make a lot of money so fast, so quickly. That was a very big success. The failure was we were not ready for the money in terms of hatuna discipline, tulikuwa vijana, and then bado na Jamison kidogo kuna nini mitungi na nini, so the discipline which later on I learned kwamba with the help of parents, mzee wangu na maneno fulani ya kinani sana, that in this life we should be disciplined. Three things: people, money, time, which none of it was one of my strongest characters. Okay. So unakuta ukipata hela unaingia huko unatokea huko, muda unakwambia kaa saa 8 umetokea saa 10. Watu because I mean now we're on our 30s, we know kwamba you never know who you're talking to unless kwa hiyo mwisho wa siku treat everybody with full respect unless proven otherwise. This back then the failures was I don't know maybe time, of which a lot of young startups here wanna go through the same thing. Kwamba the product is good, probably the users, kashaongea na users kuhusu matatizo na kweli ameona na the market is available and the prototype is ready to roll out. Lakini mwisho wa siku yeye kama yeye kuna vitu inabidi yeye internally address as a person kwamba am I really ready. Nilikuwa naongea jamaa mmoja akasema just because you put a lot of time in your startup, you know it's all going to be good. In my concept with time is like a computer language, GIGO, garbage in, garbage out. If you put time in your startup, what you get is time. Time in terms of if you put more time, later on you get less time. You get to do less time. You don't make money by putting more time. You make money by putting more money. I mean, when you put money, when you invest in your product, in terms of money, of which most of the startups hatuna, and when you invest money, you get money. It's GIGO, garbage in, whatever you put in your startup is what you get. So if you want to put time, you get less time, which is good for everybody. If you put quality, you get quality.
Exactly. Okay. That's what I'm Okay. saying. Yes. So I mean, that's my basically. Yeah. Yes. So you've been around kwa muda and one of the biggest challenge saizi ukipata startup yote ukiuliza kwa nini au invest kwenye sales and marketing, watakwambia kwa sababu hatuna hela. Yeah. Na issue kubwa ni kwamba concept ya bootstrapping, Yes. working with minimum resources possible, Yes. bado haijafahamika. Yes. Kwa namshauri vipi startup ambaye saizi anaanza, ana capital na anatakiwa afanye marketing au auze product yake kwa client, aipush afanye sales, lakini hana hela kama ulivyosema? What would be your advice? What are the best ways for them to be able to push their product when they're bootstrapping and they don't have enough resources? Okay, asante. Kwanza, people should stop these excuses. They should stop these excuses. I'm not gonna be all out and say, oh, when you have a good idea and it's all good, but I'm a firm marketing believer. Yeah, I'm a biggest firm. I was the head of marketing for Jumia for like almost 3 years. I was a marketing manager for EasyBuy. Both these are e-commerce, and we've been thrifting our way out. Sometimes there's no budget, but still things are moving. Still people knew about Jumia. Again, we made a lot of money with Jumia. So you can find like one of those things people say, I'm waiting for the perfect moment, which will never come. There's nothing like perfect moment that you are waiting for. So these excuses that people are creating. The best methodology that has been proven to work in Tanzania, forget about Google. Like you have 17 channels for marketing. Forget about Google. Marketing has two sides. One side is organic, which is you don't pay anything. And the other side is the paid marketing. The first word is paid marketing. Now, you don't have money because in your head you're thinking about the paid marketing. Yeah. So when you come to me and you say, I cannot do marketing because I don't have money, I'm like, I think you're thinking about the paid part of marketing. Yeah. Because there's the other part that does not need money. It needs more of you. They say your network is your network. Yeah. So it needs more of you. Now, if you not invest in people, then here you are. Yesterday you ordered food, not because you saw it on Instagram. Yeah. No, you because you know my brother Albany is doing food sasa. So what I did right there is just basically a network, relationship, word of mouth kind of strategy. By the way, this follows through was amazing. Yes, that's what I do. Yeah. Now, when you get your order, I say, hey, Jumande, I'll appreciate if you give me the feedback of how the experience was. So that is me making our relationship stronger by saying, hey, guys, thank you for using my service, but what do you think? And as a founder, I do that every day. If we get 20 orders, from the day we got one order to now we're getting 50 orders a day, trust me, I text 50 people every day to ask, hey, sorry brother, how did you get, if I don't know you, I'll go like, how did you get to know about Food Sasa? Can I get like 2 seconds of your time? How did you get to know about Food Sasa? And how was the service? And every time people appreciate, they keep coming back because of that. So when you say you don't have money to do marketing, it's because your thinking is limited to paid marketing first, and you're so bad that you cannot connect with people, because word of mouth is the biggest. If I'm closer to you and I refer something to you, it's more stronger than if you see it on Instagram or you see it on Facebook. Other channels that are free are just events. There's so many events. Be crazy, attend events, have your business cards. 100 pieces is 25,000 or 20,000. I don't think you have money to buy hosting, and you don't have 20,000 to buy business cards. What you do is you counterface your cards and you say the cost income ratio. You do the CSR numbers. You say this cards is 20,000, so these cards have to bring me at least 2, 3, 4 orders. So you give it to appropriate people. Like you go like, hey, how you doing? So here's my card, Alvin James, and the founder of Sasa does the have your pitch deck ready, like the elevator pitch. You talk to people. I think that's what I was saying. Invest in organic and word of mouth kind of strategy. Apex Media, Food Sasa, Jumia, EasyBuy. Two are startups that were locally co-founded. Yes. From the scratch in Tanzania. 2 are startups that have a global status. Yes. They're being run by foreigners who are capitalizing on the Tanzanian market. There's massive experience working in these 2 contexts. Yes. In a global startup
in a local startup. Yes. What will you say were your main lesson, vitu vikubwa ambavyo ulijifunza kutoka kwa Jumia na EasyBuy when it comes to marketing strategy, ambavyo unaona kwa startup zetu za kibongo ambazo ni za nyumbani hapa, from the Chips Mayai guy, they need to learn from those two big global brands on how they approach marketing? Yes. What will you say stand out when you're working with these two companies? Bureaucracy. Bureaucracy. No. I mean. Trust me. Yeah. I learned more in Food Salsa. I've learned more in Food Salsa than I've learned in EasyBuy or Jumia. Okay. Yes. And I'll break it down. You see, when you work for the man, when you work for the man, you work for the man. So even your thinking abilities, they're kind of put on hold. Okay. As much as possible, kwamba wanasema it has to align between the boundaries of marketing strategy, like their marketing strategy, our global vision, and where we're heading. So it has to align. So sometimes you cannot go all crazy and think of. For example, Food Salsa, I can just walk in and say, last week we just thought about adding one more feature. Like Tinder feature. Like when you download the app first time, we'll give you 10 slides of menu, and then you swipe left of what is not your preferences, and you swipe right of what is your preferences, and then with those we'll create recommendation boxes. So every time we have a new restaurant that has this particular dishes that you like, we'll send you a push notification. We woke up in the middle of the night, and now we're developing it. Yeah. You cannot do such for this global organization. Yeah. It's always. It's a good feature, but it always doesn't come through. So where you learn is where you don't when you test your brain to the fullest. Yeah. But I'll never ignore one thing. For you to run a startup peacefully, you need to have the corporate discipline. Yeah. You need to have it. Yeah. There's no shortcut. There's no this cannot be Googled. You can Google all those kind of stuff, but this you need to have. And for you to have it, you need to have a boss. You need to have somebody you report to, and then later on, mature enough, can be an investor, can be a partner, anything. But someone who holds you accountable. Yes. Yeah. When you do not have that one, like when we were attending Innovation Week, this guy said, if we do not have a regulatory system, you're in that event, we cannot survive. Yeah. So when you're a startup and you do not have anybody holding you accountable, can be your dad, can be your uncle, just say, hey, this is my timelines, this is my activity for this week. If I fail, ask me why. So what I learned from Jumia is the fact that you have people to report to, you have people to criticize you, you have people to make you grow in terms of, hey, Albany, the reports, the critical reports are not written like this. And also, I'll never ignore the fact that you also learn big words that cannot work pretty much kwenye dunia ya startups. Lakini big words zile za sijui metrics, KPI, kuna mtu amerun startup for 5 years and I jump on his face juzi kwenye innovation and so what is your primary metric? This guy has no idea. He probably has one, lakini hajui kama inaitwa primary metric. So hiyo ndio vitu ambavyo Jumia imenifunza na EasyBuy imenifunza. Na kingine ni kwamba you see e-commerce, working for e-commerce was a new thing, and I'm so proud of myself saying kwamba I'm part of the pioneers e-commerce as a marketing guy. I'm part of the pioneers of e-commerce. So nimekuwa na hizi kampuni mbili zote e-commerce. So what I would say is, if people ask me, do I create a startup from the scratch mwenyewe? How do I try to work for the man for a minute for me to gain a thing or two? Now, this question, kuna siku wasaniuliza kambia, it depends. It depends. Kuna what makes us stronger as human beings is our differences. Yes, na siwezi kukwambia what you do, what to do exactly, sababu mimi najua mimi na wewe ni tofauti. Now, what worked for me was the fact that I had to go to EasyBuy then Jumia for me to have this kind of ideology. Now I can walk mpaka saa 9 usiku and I know what to do. I know the difference between sales and revenue. I never knew about it before. So, but it might be a different story for you. For you, it might just be Google. For you, it might just be you meet your brother is good with finance or whatever you're like. I cannot tell people what to do, but what I'm saying is you need to learn that corporate diplomacy kind of stuff, and you need to learn disciplines ambazo mara nyingi zinapatikana huko.
Why? Because when you go to investors, many investors are these guys. These guys who speak these big keywords. So unless you learn about it, you can always be a mismatch to them. Huwezi kuongea lugha yao wakakuelewa. Watakwambia mara kwanza nilipata aibu, unajua so what is your burn rate? Wazee ndio unazungumza kuhusu nini? Baadaye ile kuna unaambia ngoja kwanza ingia washroom Google what is the burn rate? Kumbe ni ile ambayo unaichoma ile kwa mwezi na nini na inabakia so kwa hiyo and what's your runway? Huko na keywords kama hayo ambayo mimi I learned them from Jumia to be specific. Kwa hiyo ndio advantage ya kufanya kazi na global na pia best practices. When you work for a global entity na ina exist kwenye country 10-15, there's something called best practices. Okay. Yeah? So the best practices would be the fact that Egypt did specific campaign, it worked. So unaweza ukaichukua ile ideology ukaleta huku ukainani kwa hiyo which if it's a local startup, the best practices would be a copy paste of another startup. Okay. Yes. Now let's get on the mud. Yes. Kuna perception zile za kibongo za wanafunzi kwamba bwana kwa lile yai na ile confidence ya blaza Albani pale lazima ile kama sio yeye kakosea sana Stanford. So do you feel kama kubuild successful company kwa nafasi kubwa sana it has to be where you study or coming from a good family? To what extent that is true and what would be your advice kwa mtu kijana tu kawaida kasoma Magomeni kaenda Tanzania, kachaguliwa Sengerema, kaja DIT hapa atakuanzisha startup yake, lakini ndio perception ambayo ana kichwani na na feel labda vitu vya sales and marketing kwake havijui na nini. What would be your advice? Kwanza niongea kama mtu wa marketing, mtu wa masoko. Perceived value has a very bad image. That's the difference when you want to know your competitors. Forget about your competitors because you can Google them, what they do, how they do it. But what you can't Google is the perception, the perceived value. The customers, wateja wana perceive vipi wale. That you can't beat. Yes. Yeah. So just to align ni kwamba ukishakuwa na perception kama hiyo, kwanza Mungu pekee ndo atakusaidia. Kimoja, mimi to make it clear, mimi nimesoma Mlimani, shule ya msingi Mlimani, alafu nikamaliza shule moja iko Mlandizi katikati huko. Alafu nilipata bahati kufukuzwa seminari, nikaenda St. Matthew, shule ya kawaida tu, nikasoma Pugu, PCM pale, nikasoma DIT. Basi, kwa mimi kwamba eti nimesoma St. Mel's, sijui mayai. Hichi mayai bro ni Google, kuna YouTube, kuna nini. Kwa ni kwamba ni lugha ya biashara. Lakini it shouldn't be the blocking factor. Kwamba eti sababu mimi sijui kizungu kwa hiyo startup tujafanya nini. Of course ni lugha ya dunia. Ni lugha ambayo ni lugha ya kibiashara zaidi, kwamba watu wengi kwenye biashara, decision makers wengi wana prefer kuongea kizungu, lakini mimi nimeona watu ambao wana build startup ya kufa mtu na wajui lugha. Kwanza wenyewe babangu anakuambia maskini ndio anatakiwa wajue lugha nyingi. Kwa maana ukienda kule Uarabuni wanachapa Kiarabu. Wewe kama unataka hela wewe jifunze Kiarabu ndio tuongee. Lakini sisi tunachapa Kiarabu. Kwa lugha is not a blocking factor. Na yes, it's true. Nikisema kusoma simaanishi madarasa mengi au chuo au nini, namaanisha kwamba it can be a self study. You need to know whatever that you want to do, you need to know at least 90% of it. Wewe kwanza, kama hujaita watu wengine wa kujoin wale co-founders, wewe kama wewe unatakiwa uwe unajua hicho kitu inside out. Then there the language becomes easy. Okay. Ni kama samani off topic, lakini kama mapenzi kuna lugha ya mapenzi. Not necessarily wapenzi wakionana, not necessarily waambie eti mapenzi vipi. Watu wanaangaliana, katabasamu, ndio lugha yao hiyo. Wana communicate. Kwa mwisho wa siku sio kwamba eti classical man. Yes, sio kwamba eti kwa sababu lugha ya kizungu imekaa pembeni basi then
unaanza kudoubt ability yako ya kurun a startup. No, that would be one of those things I call excuses, one of those perfect moment kind of deals. So let's go to the basic. You have sales, you have marketing, you have branding. Yes. In the simplest way, if I'm a startup and I want to know the difference between the three, what is the difference between sales, marketing, and branding? The difference and the similarity. So a marketing guy would be more of a technical guy. Yes, a marketing guy, what the marketing guy would do, competitive analysis, atagundua soko lipoje, atafanya TIM, ile total available market, kwamba jamani, hii bidhaa tunaipeleka huko, watu wangapi wataipokea. Je, kuna watu wenye shida za namna hiyo, na kama wana shida tutumie strategy gani kuwafikia hao wenye shida? Je, wana umri gani, demographics zao zile ndogo ndogo. Kama ni product ya Musa Kamata tunamfanyia, wanasema una build persona. So a marketing guy, what the marketing does is build persona. Kama Musa Kamata ana miaka 34, ana mtoto, anakunywa pombe wapi, anasali wapi, ana Muislamu, Kristo. Yaani tuna maana yeye. Kwa huyo ni marketing guy. Na analyze na hata purchasing power ya huyo mtu. Je, kama hii bidhaa tukiitoa tuiuze shilingi ngapi? Sababu Musa anaweza kuspare shilingi ngapi kununua hii bidhaa. Huyo ni mtu wa marketing, technical marketing guy. Very technical. Kuna wale jamaa wanakwambia mtaani, unaongea kishenzi wewe ukiwa ufanye marketing wewe. Hapana, yani marketing haina waongeaje, yani marketing mimi hapa naongea on my other side kama a salesperson. I'm selling a brand. Now what a salesperson does is anapewa kijiti sana marketing. Mshikaji, segmentation ni hapa. Huyu ndo wateja wetu wanapatikana hapa. Hizi ndo strategy. These are the channels we're going to use, social media, organic, to spend hii. What a budget nzima anafanya mtu market. Kwa lazima awe na a little bit of financial issues, a little bit of strategic analytics, because pia hata reporting anafanya yeye pia. So Google Analytics, all this blah blahs. And then you have the salesperson. Anapewa kijiti hata asipofikiria, sababu mambo yote yashakuwa broken down. The salesperson has to be the smart person, very friendly guy. Ndo Mufanta anasema mchizi fulani ambaye yani anakwambia anaweza kukuuzia sumu anaweza kukuuzia sumu Jumapili, yani umetoka kanisani anakwambia sumu hii ukija unajua leo unaenda kupona Yesu nini, unalamba unakufa. Yani hiyo mchizi fulani hivi ambaye a lot of negative ideology on the streets. People would pick sales people always go for women, which is a good thing. Lakini the ideology, the marketing guys ambao nimekaa nao, ideology behind is not very good. Lakini again, people prefer women because women are very good they're very good in conversation. Conversation. They they'll sell you a thing and you go for it. Wanaume mostly, I'm not judging gender, I'm sorry, lakini technical people. So when the product comes from a technical to a technical guy in a face here, that's when the branding comes. Now branding is part of a little bit of marketing. But branding ni sasa how tunajiweka wapi. Kwa mfano sisi Food Sasa, we are playful and fun. Very playful and fun. So if you go to our content on social media, utaona tu content fun hivi za kijana jana hivi, colors zetu za logo, yani vitu fulani hivi. Kwa branding it's more of jamani, sasa sisi tunajibrand vipi sasa kwenye ile soko, the way you want people to perceive you. Yes. as a Yani wewe watu wakujuaje, watu wakikuona wewe wakuonaje. Ni kama vile yani kuna product nyingi ambazo tunaziona, kwa mfano Pepsi. Mimi nikiona Pepsi naona kama football fulani, mambo Messi fulani hivi. Kuna Coca naona yani more of like. So branding is how do we align ourselves in this competitive market. Kwamba tushasema kwamba this is our segment, lakini segment hii ina prefer hichi na hichi. So sasa sisi kuna mtu tayari ana play kwenye the same segment na yeye kajiweka hivi. Kwa sisi tujiweke vipi? So how do we brand ourselves? So from the theme colors, from the logos, from the taglines, from all this in a category of brand. Kwa branding, marketing, lakini kibongo hiyo yote ni nachekesha kweli. Naongea accents mwangu mimi, sales yani mimi niko sawa zile movie na dem niuzia hii peni nikamfukona pesa nakuja sawa. So kama nimekusikia vizuri, tukirudi kwenye mfano wako wa penti, kwa marketing is more of hivi albani ni mtu gani
Umeona? Alban naweza nikatoka naye kweli. Alban tunaweza tukakaa naye kweli, mtu ambaye tunaweza tukafanya naye maisha. Alafu sales ni ile Alban, mimi nakupenda tufanye maisha tusogee. Unaelewa? Alafu branding ni ile tumekaa hivi. Alban, wewe unamuonaje? Perception yako towards him ikoje? Au sio? Okay, this is amazing. Sasa again naendelea. Mimi nitakuwa loko kichizi. Wewe kuwa loko. Narudi chini kabisa. Umeona? Loko pia. How do we create brands and startup? Naanza kwenye statement yako ya kwanza kabisa ya hii interview. How do we make brands kwenye hizi startup zetu, brands ambazo they actually communicate to our people? Sikufanya mistake jana wakati nimeenda nimetafuta mgawa wa shishi kwenye Food Sasa, kwa sababu I wanted to know Alban thinking yake bado naye ni hizi high-end restaurants au anataka kufanya product kweli wazi kwa kugusa watu wa chini. So how do we bring our solutions and our product kweli communicate na watu wa chini, na hata our sales and marketing strategy zisionekane kama ni product wa Silicon Valley, zionekane ni product za nyumbani za vijana wa Tanzania ambao kweli they are hustling, they are creating solution for their own communities. Yes. So thank you. And hiyo ni swali moja nzuri sana, na kama nilivyosema mwanzo, mimi sio big fan of excuses, yeah? Na vijana sisi vijana tuna ideas nyingi sana. And if it's not limited, it can just go huko. So how do we create brands? I know a lot of people wameona hii video, it starts with why. A lot of people wameona hii video, hata wanaonisikiza wanajua, wananiangalia wanajua kwamba kuna video inatambaa mtaani inasema it start with why. Now, the benefit of starting with why is when you create a top-down strategy. Sababu, now if you ask me, why did we do Food Sasa? This is very simple. We want to introduce out of the box kind of thinking. We want to introduce adventurous issues. Kwa nini? Tumeona kwamba because of the staple food mentality ya Watanzania, kuna high chance ya Watanzania wengi wakawa one thing. Because of the staple food, ugali marage, wali marage, ugali marage. Hakuna nyumba sasa hizi tunaongea hapa ipikwe marage. Kwa hiyo unakuta nini? Kwa hiyo staple food mentality, kwa hiyo inaonekana kama mtu kuna high chance mtu akawa one thing. Umeona? Kwa hiyo tukasemaje? Why can't we introduce Food Sasa and try to introduce people to different dishes? Thinking kwamba if they try different dishes, wanaweza wakatoka out of their box and try new other stuff. And we got feedback kama hiyo tendency yangu ya kila siku nakuulizia nini. So we got feedback kwamba yo guys, I tried, somebody never had sushi before nini, so wamejaribu, wameanza kuona nini. Kwa hiyo hicho kimoja. So when you have the why, ndo pale inakuja important here. Before, when you have an idea, make sure you speak to your users, to your users that so that you do. I remember you taught me back in 2014 something called design thinking. So you do, when you have a product, the users feel like it's here for them. Kwa sababu uliwa engage. Kwa hiyo kwamba kosa moja hapo ni kwamba unaenda ku-engage features. Nishaka jamaa mmoja pale Buni akaniambia, I think that's it. Unaenda ku-engage features. Unauliza maswali ya features. Unaniambia kwa hiyo hapa, kwa hiyo wewe nikupatia kama hivi utajisikiaje? No. Yani you need to answer to their problems. Yes, kwamba eti Avani, wewe kwa nini order food online? Unajua bana, the existing food delivery companies like Jumia zina only high-end restaurants. Mimi siwezi kula KFC Monday to Monday. Mimi bana sina huo mshahara. Okay. Na kingine kimoja, bro, sister, listen. Unajua kwanza umekaa na mtu unaongea naye vitu kuhusu wewe au kuhusu yeye ambayo it will be beneficial for your startup. Listen. Okay. Can you tell me more about kwa nini utumie Jumia apart from it being having high end? Delivery fee bana 5,000 bana. Mimi naona kama yani chakula 7,000 cha 12 nzima. Okay. So hii shida sasa hizi unaisolve vipi? Hii shida yako sasa hizi. Yes, wewe unaisolve vipi? Mimi na bodaboda wangu bana. Sikia njaa tu kama Jumanne na bodaboda wake. Sikia njaa tu bana, niletee msosi hapa, ananiletea. Huyu bodaboda shilingi ngapi anakuchaji? 3,000. 3,000. Okay. So mwisho wa siku una create a product for Jumanne that at least will make Jumanne feel kwamba yo Avani created Food Sasa for me. Then you have
400 Jumannes. Who actually? Yes, when you have 400 Jumannes, what you do is you also target the look-like audience ya Jumanne. Wow. So Jumanne represent at least 1% of Tanzanians. So mwisho wa siku unakuta umecover 40% of the country by having. Sasa ukiwa mvivu unaongea na wanao wanakupaga zile feedback. Mama yako mzazi wanakupa zile feedback. Kuna hiyo founder test. Ukiona kwamba unachokifanya kieleweki. Wewe ukiona kwamba ukitaka kujua kwamba unachokifanya wewe kieleweki. Mama mimi bwana ninafuta sasa. Kwa nini umesikia njaa unaoda msosi? Sasa kwa nini kama nikitaka kupika unajua. So hivyo. Okay. Kwa hiyo design thinking, what pia they need to read those. They need to read books. Yeah. They need to read this LinkedIn courses ya $2-3 whatsoever. Connect kwenye zile Coursera nikafanya makozi kibao. And I thank you for that. So people need to have these sessions ambazo wanasoma nini to help you to grow. Yes. Vijana wanasikia Coursera, MOOCs nini haya. Yes, LinkedIn ambayo lynda.com. Yes. So angalia tu video za ajabu. Hapana mzee. Thank you so much Albanese. Yaani haya madini haya mzee. Thank you. Kwanza nashukuru kwa muda wako. Ninavyozungumza sasa hizi kuna bodaboda kibao za food sasa zinazunguka. Zina supply chakula. Kwa hiyo jamaa anatafutwa vibaya mno. Umeona bwana, lakini amezima simu ili tuweze kufanya kazi. Kwa hiyo life of a hustler, life of an entrepreneur, we really respect your time coming here. Nitampa nafasi Albani kusema kitu cha mwisho ambacho ni cha close up. Lakini make sure you follow the hashtag #StartupSchoolTZ. Tumechukua nguvu nyingi sana kuwaleta hawa founders kushare experience na nyinyi. Kwa hiyo kutakuwa kuna hashtag nyingine the day ambayo hii video hii stream itago live online ambayo ni leo. Make sure you ask Albani any questions through #AskAlbani. Ask Albani. Kwa hiyo hashtag hiyo akitrace Albani akikuta atakujibu maswali yako yote kutokana na hii conversation we've been having. So Albani, any last thing you want to say to? Yeah, so kwanza asanteni vijana kwa kusikiliza, ndugu zangu Tanzania wenzangu. The last thing I want to talk about is launching sasa. Sasa tuseme umeshaongea na users, usha-identify opportunities, ushajua position yako as a brand, now you launch. Watu wengi wanakuwa very scared, especially ukienda kwenye innovation week, you meet the same guys, lakini bado they have the startups, ideas, lakini they never launched. Because they thinking launching ni ile bonge la issue, yani umeita waandishi wa habari. Kuna launching nyingi, kuna silent launch, you can even launch it with your friends like how we launched Futsasa. We launched it with 15 people. Wow. Tuliwachagua watu 15 tukasema ile download the app test. So we were buying lunch kila siku imadi watupatie feedback. Kwa hiyo don't any idea can work as long as umefanya ambacho tumemea Jumanne tumezungumza. So now it's about time you launch the product. Now you could launch with few users alafu as you get feedback. Kwa hiyo feedback is very expensive. Ndio maana sometimes you need to go through a cost mbili tatu za watu ambao ni nini. Na in this launching part usitafute marafiki zako. Tafadhali. Usitafute marafiki zako. Marafiki zako wana tendency ya kupaka mafuta na mgongo wa juu. Kitu balaa. Kitu balaa. Upate watu ambao kwenye launch tafuta segment. Kama product yako ina issue ya technical, ina issue za tech, tafuta wakina Jumanne. So you have the financial part, you have the tech part, you have the HR part, you have nini part. Watu wote, industry zote ambazo one day in your projections they will be in your whatever. Kuwa nao kwenye yao party ya watu 5, 10 ambao they will be the first users. Yes. Kingine pia be scared ya early adopters. Ogopa sana watu ambao wateja wa mwanzo wale. Sababu wale pia wanakuta hivi. Na kingine perfect your experience kabisa, yani kwa mtu akiingia make sure. Na as a small startup it's easier to perfect or learn something new kwenye kuna sababu watu wachache. Yes, watu wachache, you can still get feedback and all this. Kingine cha mwisho maintain hiyo because that's who you are. That's the difference between Futsasa and other companies. That's who you are. Kwa hivyo sio tu bing bang alafu baadaye inapotea. Brilliant. Bwana tunashukuru sana. Kama mnavyojua hii ni 1 meter by the way kwa sababu ya masuala ya corona haya. So #COVID-19 stay safe. Thank you.